Mwanangu, hebu jaza hichi chakula hapa. Mama, ulikula tamtam? Ndiyo, nilikula. Dada, haya maandalizi yaliyofanyika hapa ni mazuri sana. Mapambo, taa, kila kitu kizuri. Ila kuna kimoja kimekosekana. Mbaazi na jibini. Hiki chakula hata sio kizuri. Hakijalainika na mchele wao ni mbaya na hivi viungo vyao wamezidisha kabisa. Anavyongea kana kwamba yeye anafanya biashara ya upishi. Fanya jambo moja. Wakati mwingine inakubidi uhudumie ndoa. Wewe nenda na ukampatie mpishi maagizo sahihi na umwelekeze kila kitu ambacho kinahitajika kuwepo, sawa? Mimi? Hata hivyo wewe ndio ambaye uko kwenye upishi, nani mwingine atakayemwambia? Pamoja na hilo, ikiwa utawasaidia wake wa wapwa zako, basi Pragi atathamini. Sawa dada. Shughuli itakayofuata mimi nitawasaidia. Kwa nini usaidie tu? Mimi nashauri usimamie na upishi wetu pia. Kusimamia upishi? Ndiyo, inabidi usimamie upishi. Kwenye ndoa ya Ale na Purab, ni nani aliye bora kwenye kazi hii kama sio wewe? Uko sahihi kabisa. Kwa kufanya kazi kwa familia ya binti ni jambo zuri tu, lakini kwenye swala la kunilipa pesa sio sawa. Kwa nini siwe hivyo? Mwanangu, ikiwa ni kwa mabadiliko ya nyakati, hatutabadili mawazo yetu. Sisi tutawezaje kuwapatia watoto wetu maadili mema? Na nyakati hizo tayari zimeshapitwa na wakati. Na walisema haifai kunywa maji katika nyumba ya binti yako. Kama mtoto wa kiume na wa kike ni sawa, familia za ukweli ni sawa. Ikiwa mvulana na msichana wanaweza kuishi pamoja, sasa kwa nini familia mbili zisiishi pamoja? Kwani tunapaswa kutanguliza furaha za watoto wetu kwanza? Kwa kuwa umesema hivyo, basi shughuli ijayo mimi nitafanya. Msaada tu inamaanisha hautochukua pesa yoyote ile kwa kazi yako? Sintoweza kuchukua pesa. Basi tunaweza hata kusema hata sisi hatutaweza kuchukua msaada wako. Tuko sawa si ndio? Sikiliza mwanangu, mahusiano na kazi ni vitu viwili tofauti, wala usivichanganye kabisa. Watu wakubwa watakuja kwenye shughuli na wanaweza wakapenda chakula chako na biashara yako itakuwa. Alafu kwa nini ufikirii juu ya mwanao? Kama biashara yako itakuwa, yeye atasimamia. Niko sawa mwanangu Kubali baba, kwa sababu wasanii wote wa filamu watakuja kwenye sherehe. Na kama watakipenda chakula, naamini kabisa utapata nafasi ya kupokea oda zao. Mtoto wako tayari ameshanielewa ninachokisema, lakini wewe hujanielewa. Sarla, sasa hivi hakuna kitu cha kufanya. Nitaongea na meneja amlipe kianzio kwa ajili ya kazi hiyo, wala msijali. Sawa. Katika familia kila mtu amsaidia mwenzie, si ndio? Hey Robin, Carl. Aliam, umefurahi sasa kwa sababu tarusha chumbiana na Purab. Ndiyo kaka. Kwa hiyo Alia, tutaonana? Tano, subiri. Abi, umeniita? Nakujua vizuri. Nini? Ndiyo, unahisi mimi sikufahamu? Tano, tafadhali usinitanie bwana. Lakini mimi sitanii. Nyie wawili ndio mnaniletea utani mimi hapa kwa kumgeuza mwanamitindo kuwa mwizi. Ni vizuri hii sherehe ilikuwa ni ya kifamilia na vyombo vya habari havikuja, la sivyo vichwa vya habari kesho vingekuwa mwanamitindo bora ameiba pete ya rafiki yake. Wao na binamu wa bibi yako bado nao wanafikiria kwamba mimi ndiye mwizi wa ile pete. Ananiambia eti nijifunze kutoka kwa yule mpozi, nijifunze jinsi ya kumtunza mpenzi wangu. Kila mtu ananidhihaki mimi, halafu na wewe unaniambia kwamba mimi natania, si ndio? Kiukweli nimechoshwa na maigizo yako. Yaani nimechoka sana. Yaani hata sikumbuki mara ya mwisho ni lini tulitumia muda wetu kufurahi pamoja. Tano, tulia. Wewe unajua ni kwa nini mimi nafanya yote haya? Najua. Ni kwa sababu ya bibi tu. Kwa hiyo nifanye nini sasa? Niache kila kitu na kumwambia bibi ukweli? Hapana. Unatii kila anachokisema bibi. Baada ya siku kadhaa bibi atakwambia nataka mtoto. Hebu niambie sasa, utamwepuka vipi? Huwezi kabisa kumwepuka bibi. Abi, nakupenda lakini mimi sio mjinga. Hebu jaribu kunielewa basi. Kaka Tano yuko sahihi. Sio kwa sababu mtu anakusubiri kwa uvumilivu ndio uchukulie hiyo kama faida kwako. Kaka, nafikiri unatakiwa umpeleke Tano nyumbani. Angalia, mnajua kabisa mambo mengine nyi wawili hamwezi kuyajadili mkiwa hapa, si ndio?
Abi, mwanangu, hali ya hewa nje sio nzuri. Ndio bibi, ndio nilikuwa nikifikiria hapa. Na wasiwasi sana juu yako. Muda umeenda, sio salama barabarani. Sawa? Bibi, usio na wasiwasi. Mimi nipo. Nitawapeleka. Angalia, umeshakuwa baada ya dadako kuchumbiwa. Twende haraka. Kila mtu anakusubiria wewe. Kila mtu? Wakwe zako, kwani kuna wengine? Nimeshawaambia kuwa wewe ndo utakayewapeleka nyumbani. Tano. Na hakika mpumbavu utasababisha mahusiano yangu kuvunjika. Lakini sitoacha hilo litokee. Nyote nitawapeleka kwenye gari yangu. Yaani wewe unavyoongea utafikiri gari lako ni kubwa. Haiwezi kutubeba sote. Acha tu, kwa sababu wewe unakaa mbali sana. Hata hivyo wanaenda njia hii huku na sisi nyumbani kwetu tunapanda. Kwa hiyo hapana mama, bibi amesema kwamba mimi na Abi tutawapeleka wote nyumbani. Ndio, twende. Nitawapelekeni nyumbani. Kuna nini mwanangu? Haujisikii vizuri? Ni kweli. Nilikuwa busy na maandalizi tangia asubuhi. Hivyo kichwa kinaniuma. Lakini usijali, nitawapeleka. Hapana, kama haujisikii vizuri basi meza dawa na upumzike. Mimi nitaenda niwasindikize. Hapana bwana. Wataendaje peke yao? Nitawapeleka tu. Hapana mtoto wangu, wewe pumzika tu. Pragi iko sawa. Isitoshe, hatutaki kupunguza shida zetu kwa kuongezea za kwako. Usijali, si tutaenda tu. Sawa, kwa kuwa umeamua kung'ang'ania, lakini mimi wala sitakuruhusu uende peke yako. Nafikiri mtakuwa mmenielewa vizuri. Sawa. Bibi. Tendeni. Samahani, nataka kuzungumza nawe. Wewe zungumza naye tu. Sisi tupo nje tunakusubiria, sawa? Twende Bulbul. Kama ulikuwa utaki kwenda, si ungesema tu ueleweke. Kulikuwa na haja gani ya kuwadanganya familia yangu? Kwa nini? Kwani kuna mahala popote ambako mimi nilisaini mkataba wa kukudanganya wewe? Au mimi ni kituo chako cha faraka? Imekuwa kwa sababu ya mvutano mwingi kati yangu mimi na Tano. Wakati ambao nataka kumpatia sana Tano ndio wakati ambao nakupatia wewe. Lakini mimi wala siwezi kumwepuka tena. Nachokifanya kwa sasa, nitaenda kuwa naye. Pia kingine, siwezi kurudi leo nyumbani usiku. Ile pete ilitakiwa kuonekana kwenye pochi lako, lakini ilipatikana kwenye pochi lake. Ati? Wakati mwingine kweli nahisi kuwa unaweza kufanya uchawi. Inawezekana vipi mtu aibe pete kisha mtu mwingine aje alaumiwe kwa kosa hilo ambalo umelifanya? Hii inamaanisha unajua kila kitu. Kumbe huu ulikuwa ni mpango wa kunidhalilisha mbele ya watu wote. Lakini hiyo ikutokea, ondoka bwana. Ni vyema ukaenda kuendelea maisha yako na mimi naendelea na furaha yangu bwana. Na ndio, tatizo lolote ambalo utakumbana nalo njiani, dalili karibika, dunia ikifunguka, mbingu ikianguka chini, unajua nini cha kufanya. Usinipigie simu. Unaweza kusema chochote, lakini leo nimefurahi sana. Inashangaza ni nani huyu anayepiga honi katika mvua kubwa kama hii? Hawezi kuendesha gari taratibu? Wewe mwache tu akimbize hilo gari lake kama ana haraka. Unamjua yule balozi pale nyumbani kwetu? Si alitangaza ya kwamba binti yake ataolewa tena kabla yangu? Alisema lini? Mjomba Sharma ndo alisema. Pragya, Sharma hana binti bwana. Mjomba Mahesh ndo alisema, nilisahau. Pragya, hivi na wazimu kweli mwanangu? Unasema nini? Hebu achana na hayo mambo bwana. Shangazi, itakuwa dada akili yake yote inamwaza tu shemeji na sio kingine. Hiyo ni sawa, lakini nahofia hata kwenda kumfuata. Ile gani mbona kama nalijua? Nini kimetokea? Angalia kwenye kioo. Mungu wangu. Kwa nini kupita njia nyingine? Huyo mjinga miwani ananifuatilia kwa makusudi. Subiri, nitashughulika naye sasa hivi.
Haya sasa, naona hapo simu yake inaingia. Dada, shemeji anapiga simu. Pokea sasa. Halo? Unataka nini lakini wewe? Uliniambia kwamba mama yako atapata mshtuko akiwa atajua, na sasa unanifuatilia na familia yako yote. Kwa nini unakuwa hivyo? Ulitaka kuniambia kwa nini unapata maumivu nikiambia familia yako yote? Hivi unataka nikufanye nini wewe? Au nitoke nje na kuambia? Hapana, usije. Tutafika ndani ya muda si mrefu. Hapa mtaa wa Sigdi kulikuwa na foleni. Kwa hiyo dereva amepita njia ya mkato, wala usio na wasiwasi. Haya, mwambie sasa dereva apite njia nyingine. Nawezaje kumwambia bwana? Namaanisha kwamba watu wananiangalia. Ninaona aibu manzio. Nini wewe? Unaona aibu kuambia dereva? Kwa nini? Unajielewa kweli wewe? Nikuulize wewe, hivi akili yako iko sawa kweli? Au nenda kalale chap? Mimi nilale kwenye gari? Ananiambia eti nilale kwenye gari mimi. Hivi ulifuta bangi wewe? Tazama. Unamwambia huyo au mimi? Najua kwamba mawazo yako yote yapo kwangu mimi. Kwa nini nifikirie kuhusu wewe wakati mimi niko na 5? Wewe muda wa simu nini? Umechanganyikiwa Abi na wewe. Wewe fanya tu kama tuko pamoja. Bas, nikifika nyumbani nitakupigia. Nataka nikate simu sasa Hebu usinipigie tena simu. La sivyo nitakuja kukunyonga huko ulipo. Mimi ndo nitakufanyia hivyo. Na kichwa chako nitakuja nikikande, nitakukanda vizuri na utapumzika kwa amani. Wewe. Hebu nyinyi wawili mbona chini kugombana? Nipe hiyo penseli. Chukua. Mimi nitawachongea. Na kisha mmalize kazi zenu mlizopewa na mwalimu. Haya, hii hapa penseli yenu na mmalize kazi zenu kama nilivyozungumza, sawa? Mama, angalia, ameniharibia mchoro wangu. Muone mama, yeye ndo alikuwa akinizomea. Yeye ndo ameanza kunizomea. Hapana, ni wewe. Wewe! Ni wewe. Kimya! Nimesema kaeni kimya nyote. Yaani kwenye hii familia hakuna anayenisikiliza, hata watoto wangu hawanisikilizi. Mama, maua yetu ya kitaifa ni yapi? Lotus na ndege wetu wa kitaifa. Tausi na mchuzi wetu wa kitaifa. Hoki. Hebu sikilizeni. Hivi nyinyi wawili, kwa nini napenda zamu kuniuliza maswali? Mnanitafuta nini? Wakati yote mnayouliza yameandikwa huko kwenye vitabu vyenu. Hebu endeleeni kusoma, msinisumbue mimi. Mama, swali la mwisho. Chakula chetu cha kitaifa ni nini? Chakula cha kitaifa? Viazi na chapati. Ndiyo, uko sahihi. Watu wote wa India wanakula hicho. Kwa nini unatoa majibu ya uongo kwa watoto? Unavyozungumza tazani wewe ndio unajua majibu sahihi. Basi wewe waambie. Kwa hiyo kama wewe hujui majibu ya ukweli, inamaanisha unawapa majibu ya uongo? Kwa sababu wewe una elimu zaidi ya wengine haimaanishi ndio uweze kuingilia mambo ya watu wengine bwana, na kuhubiria wengine kila wakati. Ufundishe watoto wako mwenyewe, na ndivyo utakapogundua jinsi watoto wako walivyo watundu. Upuuzi tu. Nashindwa chakula vizuri. Aya 5. Kuishi kwangu na mjinga nako pia kuna kuathiri wewe. Kama unataka kuanza kuniletea habari kama za ule mjinga basi nitarudi. Ndiyo, unatafuta tu sababu ya kwenda kuwa naye. Jamani, sasa natania tunaona chukulia uzito hadi utani. Umekuwa makini sana na huyu mpuuzi. Wivu mtu hawezi kuona athari zako za kipekee hata kwenye picha. Kwa hiyo tabia, kwa mapokeo yako ya kipekee, itanibidi nifanye kitu. Unamaanisha? Maana yangu kitu nachokiona ni upendo hadi kwenye wivu wako. Kwa kuona kwamba mimi nataka kwenda kuwa karibu na yule Shaukware. Usithubutu hata kutaja hilo jina lake. Nitakuwa. Tuondoke. Utaniua vipi sasa? Yule mjinga tayari ameshafanya hivyo, ameshanimaliza kabisa yani. Aya sawa, kuna utani tena. Mtumwa huyu anainamisha kichwa chake chini na kuniahidi kwamba yupo tayari kufanya chochote kwa ajili ya tabasamu lako. Niamuru tu nifanye kile ambacho unakitaka bwana. Niamuru. Lazima utaadhibiwa. Na adhabu yako ni... Ndiyo. Hukuweza kunywa kwenye sherehe kwa sababu ya familia ya Pragya. Sasa itakulazimu kunywa kwa ajili yangu. Nini? Kunywa na mimi
na uthibitishe kwamba kuwa mimi ni muhimu sana kwako. Jamani Tano, naweza vipi kunywa na wakati naendesha? Ni kinyume cha sheria. Itakuwaje pale nitapotakiwa kuangalia njia? Ulisema kwamba uko tayari kufanya chochote juu yangu. Sasa kwa nini hutaki? Hunipendi, si ndio? Mimi sijali, lazima utakunywa. Ikiwa yeye au wewe, wasichana utaseka daima. Sherehekea. Sawa, nitakunywa, haina shida, lakini ikiwa nitapoteza makini baada ya kunywa, basi naomba kitu kimoja, usije ukanizuia, sawa? Kwa raha zako. Hii hapa. Cheers. Cheers. Niambie kitu. Wakati mnapokuwa chumbani usiku pamoja, huwa mnafanya nini? Namweka mbele yangu na kumtazama tu, na kisha kinachofuata namweka kwenye paja langu na kumkumbatia pia. Kisha tunaanza kucheza. Acha utani. Ninakuuliza ukweli. Nakwambia ukweli mpenzi, hakuna kitu kama hiko. Ananyonya damu yangu siku nzima, kisha ikifika usiku nampeleka kalale kibarazani ili naye mbwa mnyonye damu yake. Hivyo ndio ilivyo. Kuna wakati eti anajaribu kujifanya kuwa kama mke wangu. Anajifanya ananipa dawa, ananitolea nguo zangu nje. Namaanisha ananitolea nguo ndani ya kabati. Ila anajifanya kama vile ananijali sana kama mume wake vile. Lakini hakuna mtu mwingine anayeweza kujali zaidi yangu. Kwa sababu hakuna mtu aliyekuwa karibu yako zaidi yangu. Mimi peke yangu. Sogea kidogo. Inasemekana bia ni hatari. Bia na mpenzi hatari zaidi. Wewe Tano, naendesha gari sioni. Hebu tulia kwanza. Tano! Tano, uko sawa? Tano. Niko sawa. Ngoja tuone. Nashuka. Hapana Abi, usiende huko, tuondoke. Kabla mtu yote hajatuona na kamera za barabarani hazijatunasa, tafadhali tuondoke Abi. Abi, huyu mtu yuko sawa, wala usijali, sisi tuondoke. Abi, tafadhali, twende. M804 S66. Abi, na yule ni nani? Ni mserikali ambaye yupo naye yule? Naondoka sasa mama. Hapana, kaa kidogo tena. Hapana mama, nitachelewa sana. Shangazi, usimzuie dada. Inaonyesha kabisa dada ana hamu ya kwenda kumwona Abi wake. Nenda haraka dada, Abi anaweza kulala. Naona leo umeamua kuwa mtani. Nenda chumbani kwako huko ukajisomea. Haya sasa, we mama na mwanao, kaeni na muendelee kuongea. Mimi naenda kubadilisha nguo. Sikiliza, alikuwa akimtania dada yake tu. Lakini una shida gani? Nimekugundua kwa muda mrefu sasa, unaonekana una huzuni. Upo sawa Bulbul? Mimi wala sina huzuni mama. Dada mwambie mama basi, jinsi ambavyo mimi wanakutania mwambie. Nini mama? Usimkumbushe bwana, la sivyo ataanza kununa tena. Ina maana hukumuona jinsi ambavyo alikuwa akinitania tulipokuwa kwenye sherehe za uchumba? Kuna nini mama? Pragya, sikupenda kile kilichotokea kwenye sherehe ya uchumba leo. Kilichotokea kwetu ni sawa. Sisi ni familia ya msichana, lakini wewe ile ni nyumba yako. Kiukweli wamekudhalilisha sana nyumbani kwako. Walipekua pochi lako na jinsi Abi alivyokuwa akiongea na wewe. Ma, kuna unakuwa na mawazo hivyo? Hata hivyo yule ndo Alia. Yeye ni dada pendwa kabisa wa Abi. Ndio maana lolote likimpata Alia, Abi anahamaki sana. Lakini hiyo haimaanishi kwamba eti anijali hata kidogo. Na kama hakutakuwa na migogoro midogo hivi, mahusiano yetu yatawezaje kukamilika?
Sawa, sitakuwa na wasiwasi. Pragya, kwani yule msichana alikuwa ni nani ambaye alisema upekuliwe na kisha pete ikapatikana kwenye pochi lake? Namwona kila wakati kwenye ndoa yako, sherehe yako, na sasa kwenye sherehe ya uchumba wa Alia. Na pia nimeshawahi kumwona kwenye runinga. Huyo ndo Tanu, rafiki kipenzi wa Alia. Ananikera sijui kama kitu gani. Huwa sipendi jinsi anavyomwangalia Abi. Najua kwamba Abi amesema ni lazima tu yeye atakutunza kwa kuwa anakupenda, lakini huyu msichana, hebu jaribu kukaa naye mbali. Nitafanya kama vile ambavyo unaniambia, wala usiwe na wasiwasi. Ni kosa langu mimi. Sikupaswa kabisa kukulazimisha kunywa. Lakini hata ungeweza kunizuia pia, ni kosa lako pia. Tano, tulia, haikuwa ajali kubwa. Usijali. Ajali hiyo ni ndogo lakini inaweza kuwa kubwa. Tano, hakuna haja kujivuruga kichwa juu ya kitu ambacho kimeshatokea na kuna mtu alituona pale. Usiwe na wasiwasi, tulia tu. Nawezaje kutulia? Vipi kama mtu amekufa? Tulia. Ni kosa la huyu mjinga kabisa. Alituona sisi. Kwa hiyo ni lazima tukome tunenee mabaya. Tulia Tano. Hakuna kitachotokea. Ninapokuambia kitu hakitotokea kweli. Unaenda kapumzika nyumbani. Kila kitu kitakuwa sawa asubuhi. Niko pamoja nawe. Sawa. Usijali. Yadab. Mkuu, huyu ndo alopata ajali. Sikiliza mzee, umwambie kila kitu kitotokea. Mweleze ukweli wote bila kudanganya. Mkuu, matajiri wanatuchukulia sisi kama takataka. Wanavyoendesha tu magari yao, yani wanatudharau sana sisi na kutukanyaga. Nilikuwa na kidoka changu kidogo, ndio ilikuwa ni sehemu yangu ya kunipatia kipato. Sijui nitaitunza vipi familia yangu. Hebu sahau kuhusiana na udogo, ni bora uko hai. Shukuru kwa hilo. Ulimwona nani ambaye alikuwa anaendesha hilo gari? Alikuwa ni mtu tajiri. Sikuweza kuona uso wake kabisa. Uliweza kutambua namba ya gari? Ilikuwa nimeanguka chini mkuu. Lazima utakuwa umeona kitu. Tutampata vipi bila maelezo ya kutosha? Kwa nini mume alikuwa peke yake hotelini na kwenda kwenye tamasha la muziki? Mimi na mume wangu hatuelewani. Hata ile siku Abi ndo alikuwa chanzo cha Pragya kuletwa kituo cha polisi. Nadhani ile siku ya fungate yao alikuwa na msichana ambaye ndio huyo nilimwona leo, na alikuwa naye ndani ya gari lake. Sitaruhusu chochote kile kimtokee Pragya kwa sasa. Yote yanamtokea Pragya, hata yeye pia tamtokea. Mkuu, hata mimi nilimwona mtuhumiwa, na hii hapa ndio namba yake ya gari, MH04F666. Gari yake ndio mkuu, lilikuwa ni la rangi hiyo. Unaweza kumtambua mtu huyo ikiwa utamwona? Ndio mkuu, mimi lazima nitamtambua tu. Unamaanisha? Mimi ninachomaanisha ni kwamba yeye ni Abi, mkuu, rockstar, yule msanii mkubwa. Mkuu, fungua mashtaka. Hii ni kesi ya kugonga na kukimbia. Tayari una ushahidi na ushuhuda, vyote kwa pamoja, na mimi nitahusisha mpaka vyombo vya habari. Halafu mkuu, kama wewe hutofanya kazi yako kwa umakini na uweledi, basi na wewe utafunguliwa mashtaka. Huyu mtu hataki kuachwa huru mkuu, lazima alipie matendo yake yote aliyofanya. Si unaona hali ya huyu mzee? Kama nisingemsaidia kwa haraka, basi ingekuwa amekufa huyu. Muangalie. Unajua, desturi ya kubadilishana pete sijui na hata sijawahi kuielewa umuhimu wake ni nini kwanza. Lakini leo nilijua. Wakati ule unanivalisha hii pete Purab, ndio muda nilioelewa nguvu yake. Inahisia sana. Asante sana mpenzi. Purab. Kuna nini? Una hasira? Nimeshajua. Unafikiria juu ya ule mchezo wa kuigiza uliotokea wa pete. Hata mimi niliumia pia kwa hayo yote yaliyotokea. Kisha nikafikiria, ikiwa mimi nimempata Purab kwa shida hivi, sasa hiyo pete nawezaje kuipata kiurahisi? Lakini sasa nimekupata. Sitaruhusu uende popote pale. Unajua, nilikuwa nikiisubiri hii siku sana. Nimekusubiria wewe kwa muda mrefu sana. Una shida gani Purab? Kwa nini unanifanyia hivyo? Tumechumbiana sasa. Ndiyo, lakini bado hatujaoana. Wala usiwe na wasiwasi kuhusu. Hautakiwi kabisa kuwa na wasiwasi kwa sasa. Kwanza sasa hivi hautakuwa peke yako tena, yani uko pamoja na mimi kwa kila kitu. Nitahakikisha unapata haki yako.
Si nimeshakukatiza usikae karibu na dadangu. Sasa kwa nini unakuwa mgumu kuelewa? Ujinga naomba acha kufanya mbele yangu. Tafuta njia yako na upotee hapa sasa hivi. Mimi nitashughulika naye sasa. Atalipia kwa uongo wote aliousema tena mbele ya kila mtu. Alafu Pragya, kwanza sasa hivi usinizuie tena. Hakika ataadhibiwa. Na sitamsikiza mtu yeyote. Huyu anamwongelea nani tena? Nani atakayeadhibiwa? Kunywa na kuendesha gari, kifungu cha adhabu cha India. Nahisi naweza kupata kitu humu. Kunywa na kuendesha gari ni kosa kisheria. Kama sijui vile, mkosaji anaweza kupata kifungo cha miaka 4 jela au faini ya milioni 1, ama akapata adhabu zote kwa pamoja. Mungu wangu, kwa faini ni sawa, lakini kifungo lazima kuwa na njia nyingine. Wewe uko hapa? Unaangalia nini? Na kwa nini unanificha mimi? Haikuhusu. Oh. Samahani, nisamehe sana. Nimeshaelewa. Nisamehe sana. Hey, wewe, tulia. Hebu tulia hivyo na mawazo ya kufinywa. Huwa sitembelei tovuti kama hizo. Umeelewa? Nilikuwa nikisoma hii, umeona? Kuendesha ukiwa umelewa? Kwa nini unasoma habari za kuendesha ukiwa umelewa? Yaani wewe mwanamke ni muongo sana. Nimeongea uongo gani tena jamani? Uliniambia kwamba una macho dhaifu, unakumbuka? Jamani, sioni vizuri ndio maana navaa miwani. Huwezi kuona watu bila miwani yako. Sasa umewezaje kusoma herufi ndogo kama hizi? Niambie. Nimekupata sasa. Unavaa miwani ili uweze kuongeza uchawi wako, sio? Uchawi? Uchawi wa macho yako. Wala usinitazame. Yule anayejua uchawi wala ufanyi kazi kwake. Umenielewa? Unaongea ujinga gani wewe? Umeacha akili zako nyumbani kwa Tanu. Nimeuacha moyo wangu kwa Tanu. Lazima niweke ubongo wangu kwangu kwa sababu nataka kuutumia kwako. Na nimekuja kujua siri yako kwa kutumia ubongo wangu mwenyewe. Na kwa sasa siri yako wala sio siri tena. Subiri. Ala, kwa nini unatupa vitabu vyangu wewe? Unasoma hii ili kuweza kufanya uchawi wako, si ndio? Purabu wa kwanza, kisha bibi, na ukajaribu kunivuruga akili yangu. Hivyo ndivyo vitu ambavyo unaweza kuvifanya, si ndio? Kuna haja gani ya hilo? Akili yenyewe kuvurugwa hata una. Lakini kabla sijaanza kuchanganyikiwa, niambie kwanza kwa nini unafanya utafiti wa kunywa ukiwa unaendesha? Nataka nijue na kusaidiaje. Sawa. Nimekunywa pombe na nikaendesha gari. Kwa rehema za Mwenyezi Mungu, wewe ni mtaalamu wa kunywa na kuendesha pia. Lakini kwenye swala la akili nitakusaidia. Lakini ukishalewa na kugonga mtu, usije kwangu kuomba msaada. Hapana. Kama hautonisaidia sasa unafikiri nitafanya nini mimi? Lazima nikugonge baada ya kunywa. Usijali, lakini kwa kuwa unionge mkono nitalazimika kufanya hivyo mimi mwenyewe. Nafikiri umenielewa. Sawa. Basi na adhabu utaipitia peke yako pia. Ikiwa adhabu zinafutwa na wewe basi nitakubali kila adhabu, hata kama ikiwa hii kunyongwa. Sasa unasubiria nini? Harakisha, fanya mpango mimi niuawe. Hilo ndio jambo ambalo mimi nilikuwa nalifanya, lakini wewe unanisumbua. Sasa nitafanya mpango kamili wa uhakika ili wewe usiende mbali. Unakwenda wapi siku kama huu? Naenda kibarazani. Unaweza kujua huo mpango ni mpango wa siri ya hali ya juu, na wala siwezi kukufanya wewe ujue. Wacha niende nje. Sawa? Tulia. Tulia. Huyu nini kimempata jamani? Janki, hizi mboga ziko tayari. Ndiyo, wali pia umeiva. Janki, simu yangu ya mkononi iko wapi? Sijui ameiweka wapi. Niliweka sehemu hii hapa bibi. Karibu. Hii ni kadi ya mwaliko kutoka familia ya Aurora. Sawa. Wanani? Hebu subiri kwanza, ichukue na uifungue na usome mwenyewe. Mama, ni kadi ya mwaliko. Tutakwenda wote, itakuwa raha. Ndio. Lakini utavaa nguo gani sasa? Kwa hiyo wote mimi leo nitavaa nguo mpya Ndiyo, namaanisha kwamba hutanunua nguo mpya. Ni kwa sababu wewe hauendi. Kwa hiyo mimi sitoenda. Wewe ubaki tu ili usome. Mwacha aende mama. Amefurahi sana kuhudhuria hiyo sherehe. Vipi kama atafeli mitihani? Atakaa tu nyumbani. Mimi pamoja na Janki tutahakikisha kwamba yeye anasoma. Wewe na Bulbul mtaenda. Usijali Mwaya.
Sisi tutaenda siku nyingine, sawa? Sikiliza, safari mimi nitavaa nguo ambayo naipenda. Na hata sio na wasiwasi. Nitakutumia picha nyingi sana. Si ndio mama? Wewe Bulbul, sikiliza, wakati mnaporudi usisahau kuniletea tamtamu. Mama, tukienda huko ni lazima tutambebea pia na biriani, kwa sababu mwanangu anaupenda sana. Mwah! Hakuna haja ya kulala chini. Namaanisha kwamba unaweza kulala upande mmoja wa kitanda changu. Hapana. Wala sifanye hivyo kwa ajili yako, lakini kwa ajili yangu mwenyewe. Unajua sipendi wakati napokuwa naenda chooni nyakati za usiku niwe na kugonga wewe hapo chini. Umeelewa? Maya, hebu pakia mabegi yako. Sio. Unafanya nini wewe? Natengeneza mpaka. Huu ni upande wangu na huu ni upande wa watu wasiohitajika. Upande wa watu kama wewe. Wewe hapo namaanisha. Alafu ole wako thubutu kuja kwenye upande wangu, nakwambia nitakupiga ngumi. Mimi siogopi kufa. Nini? Hapana, lala. Hata hivyo, kwa nini umekaa macho tu hapo kama sanamu? Lala bwana. Naomba usizime taa. Kwa nini? Mimi siwezi kulala kwenye giza. Mimi pia siwezi kulala kwenye mwanga. Si ujifunike na blanketi basi. Yaani wewe unanishauri mimi cha kufanya katika Hebu niambie jambo moja. Unafanya nini unapolala kibarazani? Unalalaje? Hakuna taa huko? Nje kuna uwazi. Mwanga wake unatosha kabisa, kalale. Hivi wewe ulizaliwa kwenye gari moshi? Kwani unahamahama sana? Abiria wengine pia wamelala. Kwa hiyo lala kimya kimya. Habari kaka. Mbona hafla? Habari mwanangu. Shikamoo shangazi. Haujambo? Mimi ni mzima kabisa. Niambieni safari yenu ilikuwaje? Hakukuwa na shida. Tunawezaje kupata shida kaka? Yaani kwa sababu ya ndoa yako tulisahau kila kitu. Purabo mwanangu. Mbona ndoa yako imepangwa ghafla hivi? Imekuwa haraka kiasi kwamba hatujaweza hata kufanya uchumba. Kiukweli familia ya huyu msichana ndo ilitaka hii ndoa ifanyike haraka. Vizuri tu. Wangekusikiliza tayari ndoa ingekuwa ishapita. Sasa Purab, huyo msichana ni kwenye mausingizi. Si ni yule ambaye ulituonyesha wakati ulipokuja kutusalimia nyumbani, si ndio Niambie, usikae kimya. Ulipokuja tu kukutana na sisi, nilishajua tu tayari utampata Bulbulu wako. Umejuaje kuhusu jina lake? Wakati ulipokuwa umelala usingizi, ndipo nilikusikia ukitaja jina lake. Haya, niambie mwanangu, ni lini utatutambulisha kwa Bulbul? Huyo hapo anakuja. Yule ni binti yangu Bulbul. Habari. Mama, kwani kuna nini kinaendelea hapa? Wamekuja kuoa. Kumwona ni tena bibi? Ni kwa ajili ya ndoa yako. Unafikiri wamekuja kunioa mimi kwa umri huu? Jamani, nendeni tu. Mimi wala sitaki kuolewa. Bulbul? Mama, mimi sasa hivi wala sihitaji kuolewa. Mimi wala sitaki kulala na mtu yoyote yule. Mtizamo wake unaonyesha kabisa amevunjika moyo. Kuna kijana yoyote amemdanganya?
Mimi nakupenda Bulbul. Lakini mimi nina ombi moja la mwisho kwako. Naweza kukukumbatia kwa mara ya mwisho? Shemeji, hii inaona iko tayari. Ndiyo, kidogo tu. Bas, safi sana. Haya, ifunike basi Robin. Itakuwa na ladha nzuri na harufu itakuwa nzuri pia. Shemeji, unaonekana ni mtaalamu sana wa kupika, kwa sababu unazingatia kila kitu. Mama yangu mimi ni mpishi mzuri sana. Amenifundisha jinsi ya kujali vitu vidogo vidogo vya nyumbani. Na vitu vingine huwa vinafanywa na bibi. Wow! Mbona hii harufu nzuri kiasi hichi? Bi mkubwa, unahitaji kitu chochote? Hapana. Sija kuchukua chochote. Nimekuja kujifunza kupika kutoka kwa Pragya. Mimi? Pragya, wewe unajua sana. Unawapenda wadogo na unaheshimu wazee. Unafanya ibada. Niangalie, yani hata sasa hivi nimeanza kuvaa kama wewe. Yaani Pragya, ngoja nikwambie kitu. Yaani mimi napata motisha kutoka kwako wewe. Unanivutia. Nadhani supu iko tayari. Asante. Kwa ajili ya bibi Ndiyo. Wacha nimpelekee bibi. Pana joto kweli hapa. Kwani unatafuta nini? Nataka ile chupa. Leo najisikia nipige kitu fulani hivi. Kwa ajili ya mama mkwe wangu. Unasubiri nini sasa? Badala unipatie mimi hilo. Mbona mimi sijawahi kukuona hata siku moja ukiwa unapika hapa nyumbani? Sawa. Sijawahi kupika kitu chochote kile. Ndio maana hali yangu iko kama hivi. Angalia Pragya alivyo na umuhimu hapa. Hakuna anayeniulizia hapa. Na mimi nitakuwa kama Pragya. Wakati mwingine nyumbani na wakati mwingine nje ya nyumba. Yeye atakuwa anamshawishi bibi na mimi nitakuwa namshawishi mama mkwe wangu. Wewe bado uko hapa? Nenda, mimi nitapika mwenyewe hapa. Muda wote umekaa umenisimamia hapa. Pragya ni msichana mzuri sana. Na ana uwezo wa kushughulikia wanaume wengi kwa wakati mmoja. Na mimi sasa hivi wala hata nijishughulishe kumhudumia mume wangu. Mitali, mbona unasahau? Kesho ni shughuli ya hina ya Alia. Lakini itakuwa ni tukio la kufurahisha. Hasa Pragya. Atachorwa jina la nani katika mkono wake? Abi, Purab au Suresh? Uko wapi? Haukupaswa kunifanyia hivi mimi. Alia, nimefanya nini sasa? Wachumba wa marafiki zangu huwapa umakini sana wachumba zao. Wakati wewe wala hata huna muda na mimi kabisa. Haukutani na mimi hata kunipigia simu pia. Ni kwamba mjomba wangu na shangazi yangu wamekuja, hivyo niko pamoja nao. Mjomba wako na shangazi yako wamekuja na hata hujaniambia mimi. Vizuri sana Purab. Purab, hivi unajua kuwa baada ya ndoa na wao watakuwa familia yangu pia, si ndio? Sawa, itakavyokuwa. Nachokifanya sasa ni kuja na kuonana nao sasa hivi. Hapana, Alia, sio sasa hivi. Namaanisha tunaenda kwa ajili ya manunuzi sasa hivi. Nitakutambulisha kwa baadaye. Nitawaleta nyumbani kwako na kukutambulisha huko huko. Sawa, niambie kitu. Je, wamekuuliza chochote kuhusu mkwe wao? Sawa, sikiliza. Mimi sasa hivi naondoka. Tutazungumza na wewe baadaye. Wewe subiri. Itabidi useme nakupenda Alia. Alia, hebu acha ujinga. Huu sio ujinga kabisa mpenzi, ni mapenzi. Niambie unanipenda. Au kusema nakupenda mbele ya shangazi na mjomba, unaona aibu. Nakupenda. Wow, kaka Purab. Amesema kwamba anatupenda wote. Hata mimi nataka kuongea na wifi, tafadhali. Ni hivi. Wifi yako ana kazi nyingi sana. Utaongea naye baadaye. Sawa kaka. Utaficha kwa muda gani? Kesho ni sherehe aina. Na kesho nitakapokutana naye,
basi nitamlalamikia kuhusu wewe. Subiri uone. Ni kitamu sana. Ladha ya chakula kinachopikwa nyumbani ni kitamu sana. Yaani, inanikumbusha nyumbani kwetu. Nimeugua kwa sababu ya vyakula vya watumishi au vinginevyo, hakuna kibaya kwangu. Chakula tu ndo shida. Mara tu nitakapoanza kula chakula chako tena kwa wakati nitakuwa sawa tu. Unataka kwenda wapi? Hali ya kesho ni sherehe yake ya kupakwa hina. Natakiwa kurekebisha ukumbi, thamani zote zimetolewa. Nawezaje kupokea wageni sana? Ngoja kuletea maji ya kunywa. Halafu utakiwa kufanya kazi sana. Bibi, unajua hali yako si nzuri. Kama ukifanya kazi sana utaanguka tena. Mimi nipo bwana. Nitashughulikia kila kitu. Haya basi, unywe haya maji, sawa? Kunywa. Tutaki tena maji mwanangu. Usifanye kazi zote peke yako. Unatakiwa ufanye jambo moja. Itakubidi umwombe msaada Abi. Yeye kama nikimwambia badala ya kunipunguzia kazi ataniongezea mzigo. Uko sahihi. Ndivyo alivyo. Na kama ana sifa 10 nzuri, unatakiwa urekebishe hizo alama. Najua ni msumbufu. Naamini utaweza. Kwa upendo wenu, atasalimu amri. Hivyo ndivyo alivyo Abi wangu. Haya, pumzika basi, wacha nikamalizie kazi. Kwa nini polisi wamekuja hapa? Kumetokea nini? Bwana Inspekta, samahani afande, mtu atakuwa amekupa habari potofu. Sherehe ya hina ni kesho. Shangazi, Akasha amekosea. Samahani kwa usumbufu wote. Mimi hata sijui unaongelea kuhusu nini, lakini mimi nimekuja kwa ajili yako Bwana Abi. Nini? Kwa ajili ya Abi? Kwa nini? Kuna malalamiko yametolewa kwa ajili yake. Malalamiko? Malalamiko ya nini? Gari lake linahusishwa na ajali iliyotokea jana usiku.